Wewe ni nani? Shemeji. Hivi tengeneza. Unanitaka nini kwenye huu mtaa? Shemeji, kipi ambacho hakijulikani? Mbona watu wanafahamu? Kila kitu kiko bie. Wewe si shemeji? Shemeji yako kwa nani? Ndugu yangu, si kwa bosi kubwa. Olotu. Hivi au kwa sababu mimi na Ali ndo unanifanyia hivyo? Hivi ni mimi ningekuwa kama wasichana wengine ungenifanyia hayo unayonifanyia? Kwa nini mnanidharau? Kwa nini mnaninyanyapaa? Kwa nini? Sio kama nakunyanyapaa shemeji. Ni kwamba ni hali ya utani ili uje kwenye kitu ninachotaka kukuambia. Sio tu kuja na kukuvamia. Lazima nikutanie kidogo ili ukae kwenye sehemu ili nikueleze ili ninalokuambia ndugu yangu. Sikiliza nikwambie. Nenda kumwambia huyo bosi wako mimi sina haja ya kuolewa. Acha nibaki na mama yangu. Kubali kuolewa ndugu. Acha na biashara yako nitakaa na mama yangu na kani. Amekubali hivyo ulivyo. Hebu nipishe nipite. Nipishe. Kutengenezea maisha hapa. Nipishe. Nipishe. Sikiliza shemeji. Pisha. Mama samahani. Bila samahani. Shikamoo mama. Marhaba. Mama, kuna taarifa ninazisikia hapa mtaani lakini sina uhakika nazo sana. Kama nilikuwa nataka mamangu uniambie. Hivi kweli Sakina mamangu anataka kuolewa? Ni kweli. Sakina anataka kuolewa. Huoni kwamba umri umeenda mwanangu? Kwa hiyo ni nuru ambayo Mungu kamshushia na Mungu kamjalia kapata mwanaume ambaye ana pesa. Kwa hiyo tungemwacha tu aolewe. Mamangu hawa watu wenye hela mamangu. Unaweza kaona huko aliko huko ana familia na mke kabisa na watoto. Kuna mazingira anaweza akaenda kupata tabu afu yule angalia mazingira yake. Sakina ni mtu ambaye anahitaji mahitaji muhimu. Yaani sio kwamba at least angekuwa ni mtu ambaye kidogo yani hana matatizo. Labda hata yeye ambao yanafanyika huko angeyaona au hata huyo mtu angehofia kumfanyia kwa sababu ni mtu ambaye anaona. Lakini kwa ile hali yake mama yangu, hebu jaribu kumuonea huruma mwanao. Huko anapoenda atakuta wazazi wengine kama mimi nilivyomlea, sawa? Kwa hiyo hawezi kupata shida. Hilo ndio wasiwasi mwanangu. Kiuhalisia mamangu, hata huyo mkwe ambaye anataka kumuoa Sakina, yani ungemjua vizuri. Hata familia yake mimi sidhani kama unamjua. Mimi nahisi unamjua yeye tu, huyo mwanaume. Kwa mamangu mimi ninachokuambia inabidi kidogo uwe na wasiwasi. Kwa umri ule aliokuwa nao yule baba, anawezekana akawa tayari huko ana familia, aidha hata mke wake shaoa amefariki, hujui ana malazi gani. Umeona mama? Kwa hiyo muda mwingine mama inabidi uangalie mamangu. Usimtupe yule pale, ni mwanao. Usimtupe huko upeleke mji ambako hata yeye hana ndugu. Umeona? Bora hata angeolewa na vijana hapa kijijini kwamba unawajua familia yao vijana, baba zao, mama zao unawafahamu, na hata vijana isitoshe kwao unawafahamu tabia zao, kuliko kumtelekeza mtoto kama mamangu kama hujamzaa. Hapa sio mahali sahihi pa kuongelea. Maana naona uko bize na kazi. Mimi nilikuwa nakushauri uje nyumbani ili tuweze kuyaongea. Haya mama, basi mimi nadhani nikitoka hapa nitakuja nyumbani. Haya, kazi njema. Haya mama.
atambue kwamba ni yule mtu ambaye yupo karibu na mimi katika vipindi vyote vigumu anavyovipitia. Sasa nimewekeza sana, nimewekeza upendo kwake na nimewekeza chochote nilichokuwa nacho nilivyokuwa namsaidia Sakina. Kwa hiyo hebu kuwa kidogo na huruma. Yaani kwa the way nilivyokueleza, nilivyotoka nyuma huko na Sakina na nia yangu ambayo ninayo kwa Sakina, sasa kama vile unanikatili brother. Nikusikia na ndio makosa uliyofanya. Ni gumu sana kama nilivyokuambia awali kwamba Sakina familia yake inatambua yote. Sakina mwenyewe anafahamu hilo. Kwa hiyo kweli kuachia Sakina Mr. Pizzo itasamea kwa hilo jambo muhimu sana. Mama, kama nilivyokwisha kuzungumza na wewe kwamba nitakuja na mgeni ambaye ni ile nilikwambia kwamba amempenda mtoto wako ili amuoe. Na leo nimekuja naye. Ni mheshimiwa hapa. Karibu sana baba. Asante sana mama. Habari za nyumbani? Nyumbani wazima sijui. Si tunamshukuru Mungu. Samahani, nilikuwa nataka nimtambue jina lake na anatokea wapi. Ni vema pia kwa sababu anajua kujieleza. Basi ukamuuliza akaongea mwenyewe. Samahani baba. Nilikuwa nataka nijue jina lako na unatokea wapi. Mimi kwa majina naitwa Lotu Muhammad Hassan. Ni mwenyeji wa Kisarawe, Pwani. Sawa kabisa. Ndio. Karibu sana. Asante. Na mimi ningefurahi na kushukuru kama ningeweza kukufahamu majina na mwenyeji wa wapi. Mimi kwa majina naitwa Haines Ai Maeda. Mimi ni Mpare, yani mimi ni Mpare Mchaga. Asante sana. Si kizazi chetu kimetokea Old Moshi, kwa hiyo wazazi wetu wakaenda huko Usangi wakajenga, baba zetu wakazaliwa huko na sisi tumezaliwa huko. Mimi sina haja ya kujitambulisha maana mama ni mama yangu wa eneo hili, tumeishi naye hapa. Kwa tangu tuko wadogo tunakuwa tuko na mama, kwa hiyo sina haja kujitambulisha. Wewe unanifahamu, haina haja kujitambulisha. Sasa mama, sijajua binti yupo ili na mheshimiwa naye amuone, amfahamu. Asi akasema tunamuuzia mbuzi kwenye gunia. Binti yupo lakini kwa yake. Sakina. Be mama. Njoo niko huku. Acha tu ataka. Acha. Ataka. Najua amezoea mazingira. Tangu utotoni mpaka leo amezoea mazingira. Haina shida yoyote kwa sababu eneo lote hili lote anaweza kalizunguka kwa kupitia fimbo hiyo bila kushikwa mkono. Kwa hiyo hapa isikupe shida. Sakina mwanangu. Be mama. Rafiki yako Tengeneza amekuja kukusalimia. Shikamoo. Marhaba Sakina, vipi?
Safi. Mzima. Sakina, Sakina, Be. una nini mwanangu? Hamna. Mpe habari. Sikiza nikwambie mwanangu, yule mchumba ambaye niliokuambia ndio kaja kukuona leo. Hivi mama, mimi ni wakuolewa kweli? Na hii hali Mwanangu, kwa unajikatia tamaa eh? Sakina, mbona jikatia tamaa? Usikate tamaa. Hujui Mungu amekupangia nini? Si unanielewa? Haujui Mungu akupangia nini na haujui kwa nini akakuweka hivyo ulivyo. Kuna makusudi. ni sawa, lakini mimi sitaki kuolewa kwa wakati huu. Mbona naenda mama? Baba, usiwe na wasiwasi. Mimi nitaongea naye. Kwa kuwa ni mtoto wangu, atanisikiliza. Asante. Nashukuru. Lakini pia usijali. Unajua kwa mara ya kwanza kusikia hili na mtu ambaye alikuwa hajajiweka tayari kwa ajili ya kupokea ni ngumu, kwa sababu unaona kama anavyosema, yani ni mtu ambaye amekata tamaa kwa sababu labda kwa hali yake. Na mimi sitaki kuolewa na kwa sababu amekata tamaa hiyo. Lakini usijali, mama yupo Kabisa. Naombeni mnipe muda, mimi nitaongea naye, alafu taarifa utazipata kwa Tengeneza. Sakina, hata mama anapokuwa hayupo, mara nyingi nimekuwa nakuja hata kukusaidia kazi. Yote Sakina, mimi kuonyesha tu upendo. Mimi nilikuwa nakuomba unisaidie kumchunguza huyo mwanaume, ni mtu wa aina gani? Mimi labda tu nikwambia kitu kimoja Sakina, kwamba yani hata kama mimi nikisema ni mchunguzi huyo mwanaume kwa hizi siku 2-3 tu ambazo amekuja hapa mtaani, nitakuongopea, kwa sababu mimi sijui ya maisha yake huko alikotoka, na wala sina mtu wa karibu ambaye anamfahamu huyo mtu kiundani kwamba ana maisha gani huko aliko. Sasa wasiwasi wangu mimi mkubwa kwamba Sakina, unaweza ukaenda huko kwa huyo mwanamume alafu ukaenda kupata shida. Ni bora tu tunakuona hapa mtaani, kwa sababu sisi bado tupo karibu na wewe, ndugu yetu. Kwa lolote linalokutokea Sakina, mimi nakuwa nipo bega kwa bega na wewe. Kwa hiyo usijaribu kuenda huko bwana, na hebu mkatalie huyo mwanaume.
Kwa hali yako Sakina ni mtu ambaye anahitaji uangalizi wa karibu sana, na tena mtu ambaye anakuangalia awe ana upendo na wewe, vinginevyo utaongopewa na utadanganywa. Sawa kaka Pizza, mimi nimekuelewa. Kama nilivyokueleza Ndio. kuhusu rafiki yako. Rafiki yako amepata mchumba, tena ni mchumba mwenye pesa. Lakini yeye kila anapoongea naye hataki kunielewa. Nikaona ni afadhali nikuite wewe. Unaweza ukaongea na yeye alafu akakukubalia. Lakini mama, mimi hapa sioni kama kuna tofauti, kwa sababu yeye kuna jambo labda analolifikiria linaweza likawa baya upande wake. Kwa hiyo jaribu kuwa upande wa mawazo yake, tusijaribu kumpinga yeye anachokiwaza, sababu yule naye pia licha ya matatizo yake lakini mtu mzima mwenye akili zake timamu, ana uwezo wa kufikiri, umeona. Kwa hiyo hatujui ni nini yeye kafikiria, tusijaribu kumlazimisha wakati yeye moyo wake hautaki kuolewa. Yeye anasema hawezi kuolewa kwa sababu ya ulemavu wake. Ndio kitu ambacho anakataa, kwamba mimi sitaki kuolewa kwa hali hii niliyokuwa nayo, siwezi kuolewa. Yaani hayupo mbali sana na mimi ninachokiwaza, kwa sababu mimi wasiwasi wangu nahisi hata hivyo akiolewa na mtu ambaye sio hapa mtaani, ambaye mtu hata hajamjua vizuri, anaweza akapata shida. Yaani sio kuona tatizo la kuona, ila pia tu na hata kuolewa na mtu ambaye sio wa karibu, hilo linaweza likampa tabu. Kwa hiyo wasiwasi wake na mimi pia ndo huo wasiwasi wangu, kwamba kuolewa na mtu mbali wenda akapata shida alafu yuko mbali. Maana ukizingatia ana mapungufu kama hivyo ya kuto kuona. Sasa mama, tusimpinge sana, yule naye ni binadamu, ana maamuzi yake. Labda unajua ndoa hailazimishwi. Kama yeye mtu ambaye anahitaji kuolewa hahitaji, sisi tusisimame kidete sana tukaonekana tunamlazimisha sana mama. Unajua Mungu ana makusudi yake. Mimi tumekaa hapa sijai kuona hata mtu wote amekuja hapa. Na yule mchumba amemuona na amejua ni mlemavu. Na amempenda. Amesema kila kitu atamfanyia. Sasa mimi ningekushauri wewe uweze kuongea naye, kwa sababu wewe ni mtu wake wa karibu na unajua anavyokupenda. Basi mimi nitajitahidi mama. Nitakaa naye, nitaongea naye na pia kwa kuwa ni kweli yeye ni binti mkubwa, kwa hiyo nitajaribu kumshawishi, kutumia ushawishi wangu. Alafu nadhani mimi nitaongea naye, mambo yataenda tu vizuri. Kwa hiyo mimi mama, niachie mimi hilo jukumu la kumshawishi, nitajitahidi. Mama. Nimekuona leo mpumbavu wewe. Leo umeingia kwenye mikono yangu wewe. Hivi ungekuwa unaona ingekuwaje? Happy. Kwani leo ukoje? Wewe unachukua tu mabwana za watu, mwanamke gani wewe? Ungekuwa mzuri ingekuwaje? Mwanamke mwenyewe mbaya, hauoni, hauna macho, mpumbavu wewe. Wewe unachukua ume za watu. Kwa hiyo ni mzuri, jifanya ni mzuri sana wewe. Kwanza una nzuri gani kama mimi wewe? Nakuuliza. Kwanza mwenyewe kipofu wewe, hata uoni. Laiti ungekuwa unaona, ungeniona mimi nilivyo, afu jilinganishe na wewe. Happy. Yule mwanaume mwenyewe mimi simjui. Haujui, hauelewi. Unaenda wapi? Simama hapo. Kwa hiyo hauelewi.
Yaani bwana wangu katoka kote kuja kunifuata mimi. Nyie na mamako mmeloga wachawi nyie, mmenichukulia mpenzi wangu, si ndio? Happy, mimi sitaki maneno na wewe. Utaki maneno, ungetulia usingefuatafuata wanaume wa watu, umesikia? Leo hamna rangi utaachaona. Leta hapa. Leo utanitambua. Sasa leo fanya unachokiweza. Wewe si mtimu unajua kuloga? Nenda kaniloge na mimi leo. Nenda kaniloge na mimi leo nimekwambia. Happy, leo utanitambua. Nakwambia leo utanitambua leo. Wewe. Yaani leo amazangu amazako. Yaani leo utanitambua. Hivi Happy, kwa unanifanyia hivyo? Au kwa sababu mimi ni kipofu ndo mnaninyanyasa hivyo? Kwa nini? Naomba fimbo yangu mimi niende. Kwa nini napitia haya? Nimechoka maisha. Kaka Pizzo. Naam. Yaani leo Happy kanifanyia kitu ambacho sijawahi fanyiwa kwanza nizaliwe. Happy kakufanyaje? Happy kanipiga sana. Happy anaanzaje kukupiga wewe na hali kama hiyo? Anasema mimi sijui nimemchukulia bwana wake. Bwana gani wewe ambao umemchukulia Happy? Huyo mwanaume ambaye anataka kunioa. Anasema nimemchukulia. Inawezekana. Unajua kwa sababu mimi ndio maana nikwambia siku ile, unajua wanaume ambao wanatoka huko hata tabia zao hatuzijui. Sasa angalia tu mambo yameanza mapema. Kama hivi tu picha limeanza unapigwa. Na hapa mtaani ambapo wewe umezaliwa. Tena na wanawake ambao wanakufahamu kabisa, najua kabisa hata wewe matatizo yako wanayaona. Sasa angalia kwamba huyo mwanaume kasababisha umepigwa. Je, huko utakoenda? Unaweza ukakuta huko ndo ana mke wake wa ndoa kabisa. Huko ndo unaenda kumwagiwa maji ya moto, huko ndo sijui unaenda kuchinjwa huko, ndugu yangu. Lakini Happy sasa hapo unajiuliza anaanzaje kukupiga? Hata sawa ndio kwamba huyo kama mwanaume wake, wewe ndo anamhusu huyo mwanaume. Wewe inakuhusu nini aanze kukupiga? Kanipiga, kanitukana sana. Lakini kama kwa mfano labda wewe nikuulize, wewe hapo una nia ya kuolewa kweli? Kabisa mimi sitaki kuolewa. Naogopa sana. Yaani tukiachana na huyo mwanaume ambaye amekuchumbia, sijui anatokea wapi, mimi hata sijui. Yaani kwa hapa labda mtaani, kwa mwanaume ambao umemzoea, labda yeye mwenyewe amekuzoea, anajua hali yako, ikatokea kwamba anakuchumbia. Kabisa mimi sitaki kuolewa. Naogopa sana. Sasa hapo unajua wewe ni tayari ni mwanamke ambao umefikia umri wa kuolewa. Na kadri unavyozidi kukua, unajua umri unazidi kuzeeka. Sasa ukishafikia huko, sidhani kama unaweza ukapata mume. Hata kama ukishakuja kuamua sasa kuolewa na ushakuwa mzee, itakuwa ni vigumu sana. Yaani kuolewa sio sababu, lakini itakuwa ni issue sana ukiolewa na mtu ambaye humjui na amekuona tu, labda amekutamani. Lakini kuolewa na mtu ambaye
yupo hapa mtaani ambaye mmezoeana na wewe umemzoea, hiyo so mbaya. Hapana Kapizo, acha nibaki tu kama nilivyo. Mimi ni kipofu, nawezaje kuwa mke wa mtu? Yaani wewe tufanye kwamba kwa mfano, yaani hata mimi hapa si tumezoeana na kuja hapa nyumbani, ni kwamba yaani mimi najua mapungufu yako pia. Hapana Kapizo, sitaki. Unakutafuta sana wewe mwanamke wewe. Hivi wewe unapata ujasiri gani wa kwenda kumpiga Sakina? Kwa nini unajifanya baba huruma hapa mtaani? Unamjua yule vizuri? Wewe mwanamke usiniambie maneno kama hayo. Unajua na hasira na wewe nitakuzingua. Afu ongea na adabu unavyoongea na mimi. Sikiliza nikwambie. Yaani unajifanya ndo kaka yake. Kumbe ni mwenyewe unanyemelea kumliwaza kipofu watu, kumbe mwenyewe unamtaka. Yule ni malaya tu, ana lolote. Mume wangu mimi ndo anamtaka yeye. Kwa hiyo tunashia mume mimi na yeye. Nakuzingua hiyo usiongee hivyo. Hana lolote, ni malaya tu. Afu unapigana nuna aibu mwanaume mzima. Una haya. Mputo kama mwanaume gani? Unataka kupigana na mimi. Nakwambia kitu kimoja. Nenda kamguse tena Sakina uone nitavyokufanyia. Wewe sio kunipiga mimi. Au yeye aje anipige mimi lakini sio wewe. Sasa nakwambia kitu kimoja. Mwanamzima. Sasa nakwambia kitu kimoja. Nenda tena kamguse Sakina. Mwanaume mzima ovyo. Ngua wewe. Una aibu wewe. Sasa unipige, nipige basi. Nipige. Wewe unataka kunipeleka jela mimi? Nipige. Mimi nitakuzingua kweli unajua. Nipige. Sio kama nakuogopa. Nipige. Wewe mwanaume gani unapigana na mwanamke? Wewe ni mwanaume sasa. Unapigana na mwanamke. Sio unakufa sana nipige. Wewe mimi sio mwanaume. Wewe unaniambiaje mimi? Unaniambiaje mimi? Toka hapo usinizingue. Nimempiga yule, aje anipige lakini sio wewe. Yaani wewe nakwambiaje? Nenda karudie tena kumpiga Sakina. Afu utajua mimi ni nani. Afu mwanaume mzima ovyo. Una lolote? Mwanangu Lili, nimekuita hapa ili unisaidie kitu kimoja. Rafiki yako amepata mchumba, na mchumba mwenyewe ni mtu ana pesa sana, lakini kila napoongea naye hataki kunielewa. Hebu naomba jaribu kuongea naye. Rafiki yangu, umepata mchumba atakumba hujaniambia. Lili, Rafiki yangu, mimi sio mwanamke wa kuolewa. Hali yangu unaiona. Tawezaje kuwa mke wa mtu? Alafu pia mwanaume mwenyewe mimi simuoni. Taolewaje na mtu ambaye simuoni? Na pia simpendi. hapana rafiki yangu, usiseme hivyo. Kila jambo la kusudi lake rafiki yangu. Bado Rafiki yangu, huyo mwanaume mbona mtaani hapa kuna wanawake wengi lakini kakuchagua wewe? Uko hivyo lakini amekuchagua. Kwani usikubali tu rafiki yangu kuolewa? Kwani ulemavu wako ndio unasababisha nini? Wewe ni binti mzuri mwanangu. Unapendeza. Kaja mchumba kwa nini unakataa kuolewa? mama, na Lili, sitaki mtu aniingilie kwenye maamuzi yangu. Lakini mwanangu, kwani unamkufuru Mungu? Mungu ndiye aliyekuumba na Mungu ndio kakuletea. Wasichana wangapi hapa mtaani ambao ni wazuri, wana macho, wana miguu, lakini mbona huyu kijana asiwaone? Akakuona wewe mwanangu. Mama, hivi tu nilivyo sijaolewa. Napitia mambo mengi sana. Nanyanyaswa. Je, nikiingia kwenye ndoa itakuwaje? Lili, wewe unaona, una macho. Mimi naona ukaolewe wewe. Hapana rafiki yangu.
Yule ni chaguo lako, sio chaguo langu mimi. Ndio maana nakufuata wewe. Kwani sikubali tu mpaka nakufuata nyumbani. Hebu mwanangu, muombe Mungu akupe hiyo neema. Mwanangu, mimi nakupenda sana. Na najua ni mwanangu pekee. Lakini nitafurahi sana ukiolewa na yule mchumba. Yule mchumba ni mtu ambaye nimemwona ana busara. Mwanangu. Mama, naomba msiniingilie kwenye maamuzi yangu. Sitaki kuolewa. Msikize mama basi anachosema rafiki yangu. Sitaki kuolewa. Rafiki yangu, kubali tu basi. Mama, mimi sitaki kuolewa. Ila rafiki yangu, sio kubali tu kuolewa. Maana unajua yule baba ana hela. Yaani tu kamkubali. Kwanza unafungua biashara. Si ndo atafungua duka la vijora? Si ndo atafungua duka la vipodozi? Yaani atasielewa maana hizo hela alizonazo. Yaani umkubali tu rafiki yangu. Hivi unajua kwa nini sitaki kuolewa? Mimi na wewe sana. Na ninavyojua wanaume wenye pesa hawachelewi hata kukuletea mwanamke ndani. Na hivi sioni. Kwanza unajua yule kaka anajiheshimu sana. Yaani hata si ndo ukaolewa naye. Yaani wala hataizi kufanya hayo mambo. Anajiheshimu sana yule kaka. Sitaki kuolewa. Au unampenda Pizzo? Pizzo? Ndio. Pizzo mimi ni kakaangu. Kaka yako wapi? Akati hapa mtaani ametangaza, nataka nimuoe. Anakupenda mwenyewe. Yaani hapa sasa hivi kwanza ana nyumba yake, anajenga. Amesema kimaliza tu anakuweka ndani. Wewe si baraka kwa. Yeye mwenyewe kaniambia. Pizzo kakwambia? Ndio, kaniambia mimi. Hapana. Kaniambia mimi. Pizzo hawezi. Au rafiki yangu sikia nikwambie kitu. Chagua kati ya huyu mwenye hela au Pizzo. Wewe unamtaka yupi? Hapana. Siko tayari kuolewa na mtu yoyote. Mchagua basi hata mwenye hela. Sawa rafiki yangu. Nitafikiria. Nitaidi basi kufikiria. Ila fikiria mwenye hela bwana. Sawa. Ile mpango wetu ya mimi kumuoa Sakina naona ina kina amoe nataka hivi. Kwa hiyo kumbe wasiwasi wako, mashaka yako ni kwa huyo kijana, kwa sababu ya kijana aliyekuja akakutishia hapa akwambia umwache nani Sakina. Kale kwa kufuata si ka kijana fulani nadhani kana virasta hivi. Ndio. Ndio kwambia kitu kwa mkojo. Simpiga tofali hapa. Mtaa wote huu wanamfahamu yule ni mpiga tofali hapa mtaani. Hata kuambia tu ili usiende tu bwerere, lazima ukumbane kidogo na kashikashi. Ndio kashikashi zenyewe hizo. Kwa hiyo wewe niachie. Mimi nitakaa na yule mama, lakini la msingi wewe mtu mwenye hela bwana. Mwaga fedha. Nini mbele ya fedha? Ana yuko radhi hata kumvulia nguo, maana kuna kuachia razi kwa sababu ya nini? Shikeli. Ni sawa.
nafikiri nishakwambia toka mara ya kwanza. Yeah. Kama fedha si tatizo. Tatizo mimi nipate Sakina mtio sana. Hilo Lote nimekutana na wewe. Kwa siku ile nilipokufanya unaenda kumwambia bwana wako, si ndio? Lakini Happy, mbona mimi sina maneno na wewe? Sina maneno na wewe. Ulienda kumwambia nifanye nini? Sasa alinipiga. Sasa leo nitakukomeshea. Hebu Na polisi unaenda kumwambia bwana wako wewe vipi leo utanitambua leo? Ndio nakukomesha leo. Una damu na wewe. Huna haya, Ulienda kumwambia bwana wako ili weje? Kanipiga sasa nitakukomesha mpumbavu. Wewe mama vipi? Wewe mama vipi? Sasa leo nitakukomesha. Yes, alinipiga. Alinipiga. Wewe mama. Wewe muulize mwenyewe. Muulize na kuuliza wewe. Muulize alichokifanya. Mwangalie liusho utafikiri nguruwe. Mama vipi? Si umeumia? Wewe mama vipi? Mama. Jamani, mimi nimewakosea. Wewe. Vipi? Umeumia? Unakaa wapi? Nakaa kule chini. Pombe na? Twende tupeleke. Hamna shida baba, nitapita. Twende nikusindikize. Hamna shida baba, nitapita. Hamna shida, nitapita. Kitu kingine. Oje. Yaani mwenzako pofu hapo tena ukaenda kumuongezea pofu tena. Nishamsoma sura. Kuna tatizo gani? Umeanguka au umefanyaje? Kapizo, naomba nipishe nipite. Hebu ngoja kwanza, subiri kwanza. Ngoja nikupeleke kwanza nyumbani. Niache. Subiri basi. Niache. Ngoja basi na wewe acha hizo hasira zako. Acha fimbo yangu. Sasa mimi nitakuachaje wewe ukiwa katika hali kama hiyo? Niache. Nipishe. Ngoja bwana nikupeleke basi nyumbani afu Sitaki, nipishe. Sasa wewe unaona upo katika hiyo hali afu mimi nikuache njiani itakuaje bwana wewe? Niache. Haya nenda. Unajua nimekuwa nikijiuliza maswali mengi bila majibu. Lakini leo inabidi tuulizane ili unifafanulie vizuri. Na si mimi, watu wengi wanajiuliza kwa nini. Hivi jinsi ulivyo, wewe ni mtu mwenye fedha, tajiri. Umekosa watu huku, mabinti wazuri, wanawake wazuri wenye waliokamilika.
kuwaoa, maanake hakuna mwanamke utakayemwendea wewe na fedha yako ninavyofahamu alafu akukatae. Lakini imekuwaje unakuja huku maeneo ya huku kwetu kuoa binti ambaye ana ulemavu wa macho? Hauoni kwamba ni shida? Atakuletea shida kwa sababu kwanza haoni. Utakuwa na biashara kuweza kushikana mikono. Saa ngapi? Hapo ndipo napata maswali. Kwa nini? Huyu mtoto Sakina nimempenda. La kwanza. Alafu la pili, watu wana baraka. Hata walemavu wana baraka toka kwa Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo unataka kuniambia unataka utumie nyota yake kwenye mambo yako? Hapana. Hapana. Jina la baraka na vile vile wanatengeneza. Mariam mama yangu alikuwa ni mlemavu wa macho. Na jinsi alivyotulea sisi na busara zake na jinsi alivyotuongoza sisi, alikuwa na busara na hekima na maono. Kwa jinsi alivyotulea sisi, tunaona jinsi sisi tuko watatu, lakini unaona jinsi tulivyo. Ndio. Hizi ni mafunzo kutoka kwa mama yetu. Kwa hiyo natumai hata huyu atakuwa kama mama na atalea watoto wangu vizuri na watoto wetu watakuwa na maadili mema. Yeah. Kwa hiyo wewe dhamira yako kuu haswa ni kwa sababu mama yako alikuwa ni mlemavu wa macho, unataka kama vile unataka kuendeleza kizazi hicho? Hapana. Haitakuwa shida kuwatengeneza. Na kingine kikubwa, watu hawana mambo mengi. Hawana mambo ya kushikashika simu, mambo ya hivi. Yaani watu hawana mambo mengi hawa. Kwa hiyo nataka kuniambia kwamba unaoa ili kwa sababu unajua kwamba ana ulemavu wa macho hawezi kusoma meseji za michepuko. Hapana. Hapana. Ni kwamba watu wanakuwa na utulivu fulani, wanakuwa na hali fulani ya utulivu. Wanakuwa na hali ya utulivu, unapokaa naye anakuwa na utulivu, mnaanza kupanga mambo yenu kwa utulivu, vitu kama hivyo. Kwa hiyo ni kwa sababu mama alikuwa na ulemavu wa macho lakini watoto wake aliwafunza wakafunzika. Kwa hiyo unaona kwamba hawa watu wa aina hii wana uwezo pia wa kulea watoto vizuri. Sawa kabisa. Okay. Basi sawa, hiyo haina shida. Tuombe tu Mungu kwamba ile familia iridhie na yule binti aridhie, mambo yangu. Odi. Happy. 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 Unajua nataka nikuulize kitu kimoja. Wewe Sakina kakufanyia kosa gani yani mpaka unamfanya vile? Samahani kakaangu, sikujua kwamba yule binti hajui chochote. Sikujua kwamba hajui lolote, kumbe yule baba mwenyewe ndo alimfuata. Ila mimi nilijua ni mipango yake na mama yake.
Kwa hiyo kakaangu, naomba samahani. Unasubutu kweli kumpiga mwanamke kama yule mwenye ulemavu wa macho? Unamtoa mpaka damu afu hukujua kitu gani? Yaani umeshindwa hata kutizama kwamba yule ni mlemavu, haoni, atizami kabisa. Alafu leo hii unaenda kumpiga kweli kiasi kile. Hivi wewe ni mwanamke wa aina gani? Yaani umekosa hata chembe ya huruma, yani kumtizama yule mwanamke ambaye anahitaji msaada, yani kwamba wewe ndio unatakiwa umsaidie yule mwanamke. Lakini unaenda kumfanya vile jamani. Sasa nakwambiaje, wewe msamaha upaswi kuniomba mimi hapa. Yaani mguu wako mguu wangu. Mimi na wewe mpaka kwa Sakina. Sawa kaka. Naomba nirekebishe mambo kidogo. Natoka twende. Nakusubiri hapa hapa. Sakina, mimi nimekuja na Happy hapa. Happy? Nimekuja naye lakini kwa nia njema tu. Happy, naomba uondoke kwetu. Au umekuja kuniulia kabisa hapa kwetu? Sakina, ungemsikiliza kwa sababu mimi nimeongea naye mengi sana. Kwa hiyo yeye mwenyewe pia alikuwa anatamani kuja kuomba msamaha, lakini alikuwa tu anahofia akija peke yake. Kwa hiyo mimi vile nilipoongea naye akanambia bora tuongozane pamoja. Kwa hiyo msikilize. Kapizo, unajua Happy kanifanyia nini? Mimi nafahamu hayo yote, tusitaki kuyaongelea, lakini sasa kwa jona namleta kwetu. Kikubwa kama yeye mwenyewe kashatambua makosa yake, wewe msikilize. Yeye ni binadamu, huenda akatambua. Kwa tutaona kama labda aweza anaongopa, lakini jaribu kumsikiliza. Sakina, naomba unisamehe. Najua nilichokufanyia sio sahihi, ndio maana nimekuja kukuomba radhi. Nisamehe Sakina. Happy, mimi nimekusikia. Lakini Happy, unatakiwa ujifunze. Walemavu wana haki sawa na wengine. Mapungufu yao isiwafanya watu wengine wawanyanyase. Na pia Happy, mimi siko kama unavyofikiria. Mimi ni mwanamke anayejiheshimu sana. Na pia najitambua. Mimi nimekusamehe. Lakini usirudie. Sawa Sakina, sitarudia. Aya, sawa. Sakina, mimi nashukuru kama umemuelewa, lakini kubwa mimi nadhani Happy umeshajifunza. Kwa hiyo mimi nadhani haitajirudia tena. Kama kweli umeomba msamaha kwa nia ya dhati, basi hata mimi nakusamehe, kwa sababu mimi pia nilikuwa na hasira sana na wewe. Yaani vinginevyo ningekutana wewe popote ningeweza kufanyia chochote ambacho naweza. Kwa hiyo mimi nadhani tabia yako, kama umeomba msamaha basi yani ishia hapo. Kuna watu wengi sana ni wana matatizo, lakini kwamba usichukulie udhaifu wao wewe ndio kwamba sababu ya kuweza kuwanyanyasa. Sakina, sisi tunaondoka. Mama yupo ndani? Hayupo, ametoka. Basi sawa, ukija utamsalimia. Aya, sawa. Mimi leo nimeona bora tu nikwambie ukweli.
siku zote nimekuwa ninafanya hayo yote, na huku nikiwa nina nia kwamba Sakina, ipo siku utakuwa mke wangu. Kwa hiyo nimeona hii ngoja yangu hii naweza nikakukosa Sakina. Kwa hiyo ni bora tu nikuelezee mapema kwamba mimi nia yangu Sakina au kwa sababu sioni? Au kwa sababu siuone ulimwengu? Kwa nini mnanifanyia hivyo? Kwa nini mnaninyanyasa? Kwa nini mnacheza na hisia zangu? Kwa nini? Kwa kweli sikutegemea kupata maumivu kutoka kwako. Wewe ndio ulikuwa faraja yangu. Lakini na wewe pia umeniumiza. Sakina, naomba unisamehe, lakini mimi nimezungumza haya, nimejaribu kuzungumzia, ninakuelezea hisia zangu juu yako. Nimekuwa nafanya yote hayo kwa moyo wa dhati, kwa kujitolea, kwa sababu ninakupenda na ninakuwa nina nia ya kuwa Sakina uwe mke wangu. Kaka Pizzo, umeniumiza sana. Navunja imani yangu kwako. Naomba unisamehe basi Sakina. Unisamehe kutoka moyoni. Mimi nimelizungumza hili kwa upendo tu, ila sikutarajia kama utalipokea tofauti. Na sijapenda nikuumize. Hapa tena katikati nionekane mimi ni kipingamizi cha kukuumiza wewe nafsi yako. Kwa hiyo nisamehe Sakina, mimi tubaki tu. Na pia nimeshaenda mpaka kwa huyo dada, mpaka nikamleta hadi hapa, wakaombana wao msamaha, na pia Sakina mwenyewe alilizia huo msamaha. Lakini huyu Happy anatafuta nini kwenye familia yangu? Mama, mbona hayo yameisha? Haya ni mapito tu mamangu. Umemweleza yale mambo yetu? Ndo hapa tupo tunalizungumza. Mshawishi. Mshawishi mpaka akubali. Sawa. Umri huo unaenda. Sawa mama. Haya, niko huko, ngoja niwapikie mara moja. Kwanza ni jambo la kushukuru Mungu sana. Nimeongea na binti yangu amelizia. Kwa hiyo Sakina mwanangu, Sakina, nakupenda sana. Sawa mwanangu, uende ukawaheshimu kama unavyoniheshimu. Sawa? Kila utakachokikuta kule kione kama ni kiko hapa nyumbani. Sawa mwanangu? Mimi nakupenda sana mwanangu. Sawa mwanangu? Mshenga. Naam. Mimi mwanangu nakukabidhi huyu hapa. Sawa? Mkamwangalie mwanangu. Mnamwona hali aliyokuwa nayo. Mumpende. Mumpe upendo kama mimi ninavyompa upendo. Sawa mama. Mimi pia nashukuru kwa sababu siku hii nilikuwa naisubiria sana, kwamba ni lini itafika ili walau ndugu yangu huyu
aweze kuchukua jiko au kupata jiko. Lakini pia kumbuka na mimi ni kijana wa hapa mtaani ambao tunakuwa unatuona. Kwa hiyo huko anakokwenda Sakina hatakuwa peke yake, nitakuwa nyuma yake. Kwa hiyo ulinzi utazidi kuimarisha na atajikuta yuko na ndugu zake wengine. Mama, mwanangu, mimi sijui ninakwenda ni wapi. Maana naenda kuishi na watu ambao sijawahi kuwaona. Hata we mama wangu, kwanza nizaliwe sijawahi kuona hata sura yako. Lakini leo naondoka na kuacha. Naenda kuishi na watu wengine kabisa. Mama, naomba uniombee. Takapizo. Naomba unisamehe kwa yale yote yaliyotokea. Sina pingamizi juu ya hili. Kwa hiyo kikubwa mimi nakuombea huko unakokwenda, kwa sababu ndoa haijakutenganisha wewe na familia. Tutakuwa tunatembeleana, utakuwa unakuja hapa nyumbani. Na mimi na imani kwa siku moja nitakuja huko utakokuwa unaishi kuwatembelea pamoja na shemeji. Kwa hiyo ondoa wasiwasi kabisa juu ya. Asante sana mama. Shukuru kwa hili jambo lilotokea leo. Asante sana ndugu yangu Tengeneza. Mama, nachoahidi mtoto atakuwa sehemu salama, yuko nyumbani. Tutawasiliana kwa lolote lile. Na mama, nimekuletea hii zawadi ya simu ili uwe nayo hii tuweze kuwasiliana kwa karibu. Asante sana. Asante, nashukuru. Asante sana, nashukuru sana.